7, nimeacha 10, nimeacha 2, atakuja kwa aya hiyo ndio iliyofaradhisha hiyo ibada ya Ramadhani. Ikawa imeshushwa hiyo mwezi wa Shaabani. Mtume akawaambia mwezi unaofuata unaitwa mwezi wa Ramadhani, na huo ndio watu watatakiwa wafunge. Hakuna maelezo mengi hapo. Shahru Ramadhani alladhi unzila fihi alquran, tunafahamu kwamba huo ndio mwezi ambao Qur'ani imeshushwa. Hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda, kwamba ni uongofu. Halafu aliposema faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, yule ambaye atakayekuwepo miongoni mwenu, atakayeshuhudia. Shahida kwa maana atakayekuwepo, mwezi umeandama na yeye yupo. Sio shahida maana yake atakayeuona, sio sahihi ukisema faman shahida minkum ash-shahra, atakayeuona miongoni mwenu mwezi. Atakayekuwepo katika mji ambapo mwezi umeandama na yeye akakuwepo hapo, basi afunge. Kwa tunajua haya ni mambo ambayo yana ikhtilafu, mambo ya kufunga na kufungua. Wapo ambao wanaitakidi mwezi popote ukiandama wao wanafunga, na wapo ambao wanaitakidi mwezi uandame katika nchi ya kwao au maeneo yao ya karibu. Kwa kila mmoja ana hoja zake. Sisi hatumtii makosani yoyote katika hao. Atakayekuwa anafunga mwezi popote ukiandama, haya. Atakayekuwa anafunga labda mwezi umeandama katika miji ya kwao, hakuna shida. Kila mmoja ana hoja, na wamepita wanachuoni wakubwa juu ya hilo, wala hakuna mzozo juu ya hilo. Sisi tu msimamo wetu tumeonelea baada ya kupitia hayo kwa kielimu bila kufuata hawa, tukaona wale ambao wana msimamo mwezi popote utakapoandama, sisi tukaonelea kwamba wako sahihi zaidi. Hao pia wako sahihi, mfahamu, tukaona hawa wako sahihi zaidi, kwa hiyo tukachagua bora tupite hivi. Kwa hiyo atakayeona mimi bana naona hawa hawako sahihi, waliokuwa wako sahihi ni hawa mwezi ambao uandame katika mji wa kwao, basi haya hakuna shida. Sisi hilo jambo tunakubaliana nalo, wala halina shida. Shida inakuja kwa ambao hawasomi, kwa sababu wewe yachunguzi haya mambo yanakuja zaidi wale ambao hawasomi dini. Hawa watu mtaani, umeona wapi wewe mwezi, umeona wapi? Yani watu wanagombana, vurugu, ni mambo ya kawaida kabisa. Ukirejea katika vitabu ni mambo ambayo yameelezwa kwa urefu. Kama tutafafanua, basi atajiona yeye mwenyewe yule ambaye ana msimamo huo. Ukijaribu kumuuliza maswali kidogo yanautata. Tunaona kila siku hapa zikija Ramadhani hizi, vurugu hizi zinakuja kila siku. Clips zirushwa, si mara watu wa Bukoba umeona, ikapelekwa taarifa kwa mufti, mara mufti kakataa, mara yani clips hizo za kawaida. Nadhani nyewe ni mashahidi ya haya. Kila ikija Ramadhani habari kama hizi zitakuja tu. Sio Kenya umeonekana, lakini Tanzania wamekataa, si wapo umeonekana, wengine wamejitoa. Haya tunawaachia wenyewe. Sisi hayatuhusu hayo. Sasa sisi msimamo wetu umebaki mmoja, tunakuwa hatuyumbishwi tena. Wao kama waliuona, sijui watu wa Shinyanga wakapeleka taarifa sijui kwa ofisi ya nani, lakini wakaambiwa hawakubaliwi na BAKWATA, watajua na wenyewe tu. Sisi yetu tumeshatekeleza, kwa sababu msimamo wetu ulikuwa sisi umeonekana sehemu fulani, basi sisi tunafuata hivyo. Au msimamo mzuri zaidi ni kufuata ule nchi ambayo itakayokuwa imefanana na wewe, maslahi moja. Kwa maana maslahi ya mji wa kwenu na maslahi ya mji wa kule iko sawa sawa. Kwa wale ambao wanasema nyinyi bana mnafuata Saudia, unahisi tufuate wapi sasa? Kama hatukufuata Saudia, tukawafuate wazungu kina Thomas, kina John Dewey, haiwezekani. Ni vitu ambavyo haviingia kilini. Dini inatoka Saudia. Sasa wewe huoni sisi hata kiswali tunaelekea Saudia? Kwa hiyo usishangae ukituona tunafuata Saudia, haina shida. Kwanza tuko maslahi moja. Kwa tutaendelea kufuata huko. Nadhani tuishie hapo. Tukija tutakuja fafanua zaidi hayo masala yanafungamana na funga kwa ufupi tu. Labda msafiri amesafiri, yeye alipotoka safarini huko hakufunga, mfano safari yake imeenda, wewe kaja kafika kwao Zanzibar saa 3 za asubuhi, lakini saa 3 Zanzibar watu wako katika funga.
yeye, lakini kule kwa sababu alikuwa ni msafiri hakufunga. Je, ataendelea kufunga?